kusamehe dhambi na kuzisahau. Unaweza ukawa mwimbaji mzuri, unaweza ukawa mhubiri mzuri, lakini ni kwa manufaa yako wewe mwenyewe. Yesu anachokitaka ndani ya hilo, uwe tayari kuyatenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ndio hayo niliyotaja, kwamba uzishike amri za Mungu na uepukane na uovu. Lakini wewe mtu wa kuwapenda watu, ufalme wa mbinguni, hiyo linakuwa ni eneo la kiutawala wa Mungu mwenyewe. Na hapo ndipo watakatifu watakapoingia katika nchi mpya, katika mji mpya na Yerusalemu mpya yenye utawala wa Mungu mwenyewe. Sasa Yesu anasema sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme huo wa mbinguni, ila ni kwa wale wanaoyafanya mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Hallelujah. Amen. Ukimuuliza kila mtu kwa habari ya mbinguni, kwa habari ya kwenda mbinguni, kila mmoja anataka na kila mmoja anatamani kwenda mbinguni. Siamini kwamba nikiuliza hapa atakuwepo mtu ambaye atasema kwamba mimi hapana, mbinguni sitaki. Yupo? Wapendwa katika Bwana, yupo ambaye hataki kwenda mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja anataka, na pengine ndiyo sababu tunakutana hapa. Lengo letu na matarajio yetu na matumaini yetu na matamanio yetu ni kwenda mbinguni. Lakini kukusanyika kwetu namna hii na kutaja jina la Bwana na kuimba Bwana Bwana na kumshangilia kwa vifijo na nderemo bado hakutoshi. Yesu anasema maana yake wanaomuita Bwana ni wengi, na wapo wengi kweli kweli, lakini anathibitisha kwa neno lake kwamba sio wote watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Kama Yesu mwenyewe anavyosema kwamba mlango wa mbinguni ni njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa watakaoingia ni wachache. Kwa walioitwa ni wengi, lakini waingiao ni wachache. Kwa Yesu anathibitisha maneno hayo kwamba katika mamilioni na watu wa kutosha wanaolitaja jina la Bwana wapo wengi. Na Yesu anazungumza vile kwa sababu alikuwa na umati mkubwa na mkutano mkubwa wa watu waliomzunguka ili kumsikiliza. Kwa kule kukutana kwao na kumsikiliza yeye hakumaanishi kwamba ingetosha kuwafanya wao waende mbinguni au waingie katika ufalme wa Mungu, lakini walipaswa kufanya na kutenda yale mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Kwa tunaposema mapenzi ya Mungu tunamaanisha nini? Mapenzi ya Mungu ni yale ambayo Mungu anatutaka tufanye. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa yapo ambayo Mungu alishayaandaa na tayari kwenye maandiko yapo vile ambavyo tunapaswa kufanya, na Mungu ametuagiza hivyo tufanye. Hayo ndiyo mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado kuna mengine Mungu anaweza akasema na wewe moja kwa moja ili uyafanye na uyatimize. Ndio maana tunasema kwamba upo hapo wewe kwa kusudi. Yaani kuwepo kwako wewe leo kuna jambo ambalo Mungu anakusudia ulitimize. Ndio maana leo unaendelea kuishi. Una miaka ya kutosha katika maisha yako. Una miaka ya kutosha katika kanisa la Bwana. Lipo kusudi, lipo jambo, lipo kusudi, yapo mapenzi ambayo Mungu amekusudia uyafanye. Sasa kama unaweza ukawepo
upo kanisani lakini haupo tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, yale ambayo Mungu ametaka wewe ufanye, usitegemee kuingia mbinguni. Maana anasema sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu, bali ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Kwa mapenzi ya Mungu ni yale ambayo Mungu anataka tufanye. Hayo ndiyo mapenzi yake, yapo ambayo Mungu ametuagiza tufanye. Haleluya. Amen. Sasa basi, ni yapi hayo mapenzi ya Mungu? Yapo mambo mengi ambayo Mungu anataka tufanye. Mengine yapo kwenye Biblia, lakini kuna mengine Mungu anaweza akasema na wewe moja kwa moja kama nilivyosema. Mungu anakufunulia, Mungu anajifunua kwako kwamba mwanangu, nataka ufanye hivi. Wakati mwingine unasikia moyoni, moyo unakusukuma kufanya. Sasa unaweza ukasukumwa na ukaambiwa lakini usifanye. Bwana Yesu. Lakini usiwe tayari kuyafanya yale mapenzi au ambayo Mungu anataka wewe ufanye. Mahali pengine Yesu pamoja na makutano akasema, nadhani ni katika Mathayo, akataka kuwatuma mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa akamwita mtoto wa kwanza akamwambia, Bwana, mwanangu nataka nikutume sokoni. Yule mtoto akasema, asante sana baba, wala hamna shaka, nitakwenda. Lakini yule mtoto asiende. Na baadaye akamwita mwingine akasema, nataka nikutume. Kubali, lakini hajaenda. Wa pili amekataa, lakini amekwenda. Kati ya hao wawili ni nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Bwana Yesu asifiwe. Ni yule wa pili aliyekataa, halafu akafanyaje? Akaenda. Ni aliyefanya mapenzi ya baba yake. Kwa mfano ambao unatutolea somo letu la leo, kwamba wapo wengi wanaoitikia kwamba Yesu ni Bwana, wako tayari na ni wepesi kwa vinywa vyao kulitaja jina la Bwana, kuimba Bwana Bwana, lakini ni wagumu katika kuyafanya na kuyatimiza mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu anachokiangalia ni kule kuyafanya mapenzi, kwamba unasikia lakini uko tayari kutenda. Na ndio maana Yakobo anasema, musiwe wasikiaji wa neno, bali muwe watendaji. Kwa kule kutenda au kufanya ni kwa muhimu sana, na ndiko Mungu anapokutazama. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, kule kufanya vile ambavyo Mungu anataka, basi wewe umeyatimiza mapenzi ya Mungu. Basi kama nilivyosema, mapenzi ya Mungu ni nini? Au ni mambo gani? Ni mambo gani ambayo Mungu anataka tufanye? Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, Mungu ametuagiza kuzishika amri zake zote na kuepukana na uovu. Mungu anapenda tuishi hivyo, kwamba tuzishike amri zake lakini tuepukane na uovu. Yesu asifiwe. Lakini mbali na hayo, bado Mungu ametuagiza kupendana. Tunapopendana tunampendeza Mungu, na ni mapenzi ya Mungu kwamba tupendane. Na ndio maana amethibitisha kwamba mtu yeyote asiyempenda ndugu yake hata kumpenda Mungu hawezi kumpenda Mungu. Yesu asifiwe. Kwa Yesu anaagiza kwamba tupendane. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Lakini jambo jingine, Yesu anatuagiza kusameheana au kusamehe. Maana tukizungumza kusameheana ni kama nitakuwa nimekwenda mbali zaidi. Kwa sababu nimesema kusameheana, unaweza usiwe mwepesi wa kumsamehe ndugu yako kwa sababu pengine na yeye hajakusamehe au hajaja kuomba nini? Msamaha. Ni kusamehe. Haleluya. Hili na ruhusa. Lakini kusamehe ni sehemu ya mapenzi ya
mtu amekukosea, amefanya vile ambavyo wewe hupendi, amekuchukiza, ni wajibu wako kumsamehe. Pengine hata kama hajaja kuomba msamaha. Kufuru nani? Roho Mtakatifu. Si ndivyo tunavyojua? Si ndivyo tunavyojua? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa wengi tunasoma hivyo kwamba atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Je, asiyemsamehe mwenzake, kwa kutokusamehe pia ni dhambi ambayo haiwezi kusameheka. Amen. Unaweza ukashangaa, hafu kaniuliza huyu naye anasemaje? Lakini sio mimi, ni maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwamba usipomsamehe mwenzako hata Mungu hawezi kukusamehe. Sasa tuwezi kwenda kwenye maandiko kwa sababu ni somo jingine. Lakini pointi yangu ni kwamba katika listi ya mapenzi ya Mungu, kusamehe nako ni mapenzi ya Mungu, na Mungu anataka tuwe watu wa kusamehe. Haleluya. Lakini mapenzi mengine ya Mungu ni kuwahudumia watumishi pamoja na wale wasiojiweza. Yaani kwamba Mungu ametuokoa. Moja ya makusudi au mapenzi ambayo Mungu anataka tufanye ni kuwahudumia watumishi wa Mungu pamoja na wale wasiojiweza. Lakini jambo jingine ambalo ni mapenzi ya Mungu na ambalo Mungu amesisitiza ni kuhubiri Injili na kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Mungu. Haleluya. Hayo ni baadhi ya mambo machache ambayo nimeyaorodhesha, ambayo ni mapenzi ya Mungu, Mungu anayokusudia sisi kama walioitwa na tunaomtukuza Bwana, tunaotaka kwenda mbinguni, tunapaswa kuyafanya ili tuweze kwenda mbinguni. Yapo ambayo Mungu mwenyewe anaweza akasema na wewe binafsi kwamba mwanangu, nataka ufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa tayari kusikiliza sauti ya Bwana, na usiishie kusikiliza, uwe tayari kufanya na kutimiza vile ambavyo Mungu anataka ufanye. Kwa kuwa ukisikia na kufanya, hutakuwa msikiaji tu, bali utakuwa mtendaji. Na ndicho Mungu anachotaka, kwamba tuwe watendaji, tusiwe wasikiaji peke yake. Hatuwezi kutenda tusipoanza kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwezekano wa kusikia na halafu tukatenda, lakini kuna mtu anaweza akasikia halafu akaufanya moyo wake kuwa mgumu asitende. Lakini Yesu anasema watakaoingia mbinguni ni wale ambao watayafanya mapenzi ya Baba yake aliye mbinguni. Haleluya. Kwa hata hapa tulipo tumekusanyika ni watu wengi, ni kwa sababu tunamjua Bwana, ni kwa sababu tunamtukuza Bwana. Lakini yawezekana tusiwe wengi ambao tuko tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa ujumbe huu unakuja moja kwa moja kwako, kwamba usiamini kwamba kukusanyika kwako na kufika kwako na kulitaja jina la inatosha kwenda mbinguni. Mungu anasema hiyo haitoshi, lakini kinachotakiwa ni kuyatimiza na kuyafanya mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Amen. Kwa wewe ambaye upo na unataka kwenda mbinguni, una wakati mzuri, una nafasi ya kutosha ya kufikiria na kutathmini kwa kina kwamba je, upo umeitwa na Bwana na kweli unamuita Bwana, unamtukuza Bwana? Je, unayafanya mapenzi ya Mungu wa mbinguni? Sasa hapa tukasema kila mmoja kwa kweli anataka na anatamani kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niseme na wewe ambaye upo na nia yako na matamanio yako ni kwenda mbinguni, jitahidi kuyafanya mapenzi ya Mungu wa mbinguni ili uweze kwenda mbinguni kama unavyotamani na unavyopenda kwamba uweze kuingia mbinguni. Kwa usirizike na mazingira ulionayo, usirizike na uwepo wako kanisani kila itwapo leo. Lazima uwepo, kwa sababu pia ni sehemu ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika Waebrania amesema kwamba msikose kukusanyika kama ilivyo desturi. Katika kukusanyika mtaonyana, mtafundishana, mtahimizana na kukumbushana. Kwa kukusanyika pia ni mapenzi ya Mungu.
Sawa, upo na unafika na unatimiza baadhi ya mapenzi ya Mungu, lakini bado mambo mengine ambayo Mungu anahitaji pia uendelee kuyafanya na kuyatimiza. Mathayo ile 7 mstari wa 23, mstari ule ambao tumemalizia, tuko pale pale. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Yesu anahitimisha maneno haya kwa kuthibitisha maneno ambayo ametangulia kusema, kwamba watakaoingia mbinguni ni wale wayafanyayo mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kwa Yesu anaeleza makutano waliokusanyika kwamba siku ile ya mwisho, wakati Yesu amefika na mataifa yote yamekusanyika, kuna watu ambao watafika mbele yake kujitetea kwamba Bwana, kwa kweli sisi tulikuwepo duniani muda mwingi sana tukifanya unabii. Wengine tuliombea mapepo na mapepo yakakimbia. Wengine tulifanya miujiza mbalimbali. Tuliwaombea viwete wakasimama. Tuliwaombea wagonjwa wakapona. Tulifufua hata wafu. Yesu anasema siku ile watakuwepo watu ambao walifanya hayo na watajitetea, wakidhani kupitia hayo walioyafanya inaweza ikawa tiketi ya wao kuingia mbinguni. Lakini Yesu kwa kinywa chake na kwa maneno yake anathibitisha kusema kwamba atawaambia dhahiri, atawaambia wazi, hatawaficha. Bwana Yesu asifiwe. Atasema kinagaubaga kwamba ondokeni kwangu, siwajui ninyi watenda maovu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Ni maneno magumu kidogo. Katika mtazamo wa kawaida ambavyo unaweza kirahisi ukaamini na kukubali, mimi na wewe tukaamini na kukubali, 95% unaweza ukamwona mtu anayesema kwa jina la Yesu pepo ondoka. Lazima 90% za kutosha useme kwa kweli huyu ni mtu wa Mungu, yuko vizuri na yeye anasubiri ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo imani kubwa ya watumishi wa Mungu au watoto wa Mungu tulionayo sasa. Ndiyo maana ulimwengu huu, kama wewe ni mhubiri, kama wewe ni mtumishi, unahubiri, unafundisha, lakini hufanyi matendo haya ya miujiza, inaweza ikawa ngumu watu kukuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza ikawa ngumu watu kukuelewa na kukuamini kwamba kweli wewe ni mtumishi wa Mungu na kile unachokisema ni neno la Mungu. Lakini akija mtu hapa hata kama hana Mungu, lakini anasema haleluya, haleluya, shambara nini, pepo ondoka, mapepo yanapiga kelele yanaondoka. Watu wataondoka, wanasema hapa sasa huyu ameshuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anasema mpaka siku ile ya mwisho wapo watu watakao dani na kuamini, kujivunia matendo yale ya miujiza walioyafanya, wakiamini kwa kufanya hivyo wao ni watakatifu na tayari walishakata tiketi ya kwenda mbinguni. Yesu asifiwe. Kufanya kwao unabii, kutoa kwao pepo, kufanya kwao miujiza haitotosha na haiwezi kuwa tiketi ya wao kwenda mbinguni. Yesu anasema ondokeni kwa, nitawaambia dhahiri, ondokeni kwangu, siwajui. Haleluya. Kutii na kuyafanya yale ambayo Mungu anataka ufanye ni jambo la maana na la msingi sana kwako. Unaweza usiwe na uwezo wa kuwa nabii, unaweza usiwe na uwezo wa kutoa mapepo, unaweza usiwe na uwezo wa kufanya matendo ya miujiza, lakini kwa sababu wewe ni mtii, uliye tayari kusikiliza Mungu anasema nini na wewe ukafanya, tayari wewe una tiketi. Umefanyika mtoto wa Mungu halali ambaye unapaswa kurithi ufalme wa mbinguni.
Kwa kutokuwa na uwezo wa kufanya unabii isikupe shida. Kutokuwa na uwezo wa kufanya miujiza isikupe tabu. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni huduma tu, ni vipawa watu wanavyo. Unavyotenda na kuyatimiza mapenzi yake. Hilo ni jambo la msingi ambalo kila mmoja wetu anatakiwa kutafakari. Haleluya. 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 Kwa hiyo haitakiwi kama mimi nipo pengine na uwezo wa kuwahamasisha watu na kuwaeleza watu wakaniamini na kuniishi, ninaongeza mamilioni ya watu, kwamba hiyo itanifanya itakuwa sababu ya mimi kunifanya niingie mbinguni. Hapana. Kitakachonifanya kuingia mbinguni ni kule kuyafanya mapenzi ya Mungu aliye mbinguni, na ndiyo wajibu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu aliamua kueleza maneno haya wazi mbele ya mkutano wote uliokusanyika, kwa sababu Yesu ni Mungu na aliwajua wote waliokusanyika, kwamba walikuwepo watu ambao wapo kumsikiliza na wako tayari kumuita Bwana, wapo tayari kumuita mfalme, wapo tayari kumuita Mungu, lakini mioyo yao haipo tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Kwa Yesu akafundisha, akaeleza kitu hicho wazi, ili kwamba watu waelewe, wasije wakatumainia kule kulitukuza jina la Bwana, lakini cha msingi wafanye hivyo, lakini wawe tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, kwamba kule kufanya mapenzi ya Mungu ndiyo tiketi itakayomfanya mtu aingie katika ufalme wa mbinguni. Kila mmoja wetu hapa anatamani kuingia mbinguni. Kila mmoja wetu hapa anataka kwenda mbinguni. Na kwa sababu tunatamani kwenda mbinguni, na kwa sababu tunataka kwenda mbinguni, hebu tuwe tayari kutii na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Maana wakati mwingine Mungu amesema na wewe kwa namna mbalimbali, lakini ukawa umeufanya moyo wako mgumu, hukuwa tayari kumsikiliza Mungu, hukuwa tayari kuisikiliza sauti ya Mungu. Haleluya. 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 Lakini Mungu anachokitaka ni tumsikilize yeye na baadaye tutii, ili tufanye yale ambayo Mungu anataka tufanye. Na ndio sababu Mungu amekuweka wewe uwepo. Sasa unaweza ukajiuliza moyoni, na pengine ingekuwa kwenye mafundisho ungeniuliza swali. Sasa kwamba je, yana maana nikiokoka labda sijafanya mapenzi ya Mungu, mbinguni siwezi kwenda? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa inategemeana kwamba wewe umeokoka kwa wakati upi na kwa muda upi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini midhali wewe Mungu amekupa nafasi, amekupa fursa, ana mambo ambayo Mungu anataka ufanye. Haleluya. Wakati mwingine nikawa nasoma kitabu cha Ufunuo, nikaona manabii wa zamani, injili ya Kristo, walioteswa kwa ajili ya Yesu. Yohana akaona wako mahali fulani, damu yao ikiendelea kulia mbele za Mungu, kwamba kwa nini Mungu umechelewa kulipa haki ya damu yetu? Haleluya. Mungu anaambia hapana, tulieni wanangu, tulieni wanangu, bado ninahitaji itimie hesabu kama mimi naihitaji. Kwa usione kwamba kuchelewa kurudi kwa Yesu kwamba ni kwa mzaha. Yesu anachelewa kwa lengo maalum. Kuna watu ambao anawaona hawajaokoka bado. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe Mungu amekuachilia uwepo ili hao watu uweze kuwafikia, uwahubirie na uwafanye watoto wa Mungu, hao wanafunzi wa Yesu. Amen. Ndio pengine Yesu anachelewa kurudi kuchukua kanisa.
Katika kuchelewa, kuna wengine wamefikiria kwamba pengine Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kinachohubiriwa ni uongo. Maana ni miaka mingi watu wanasema Yesu akarudi, na sasa hajarudi. Atarudi. Lakini Yesu anasema kuna hesabu anayoitaka itimie. Na ndiyo maana wewe upo, anakuhitaji hilo kusudi hiyo hesabu ya Mungu uikamilishe. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu na anawapenda watu wake, hapendi waangamie. Ametoa nafasi hiyo kwako. Hata kama waliofanya kazi, waliotumika, damu yao inamlilia Mungu kila wakati, inapiga kelele kila wakati, ikihitaji haki ili Mungu ahukumu wale waliotenda kinyume. Lakini Mungu anasema tulie, nyamazeni. Kila wakati Mungu anawapoza, anawabika mavazi meupe. Ndivyo Yohana alivyoona. Bwana Yesu asifiwe. Ili waendelee kuwa na subira, wakati huo wewe ukitimiza kusudi la Mungu. Kwa kuwepo kwako wewe, Mungu ana kusudi analotaka ulifanye, na hayo ndio mapenzi yake. Kwa lazima tuchangamke wapendwa, katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Usije ukakaa ukagoteka na kuamini kwamba kuwepo kwako kanisani, kuhudhuria kwako kanisani, kwamba peke yake inatosha kwenda mbinguni. Hapana. Wewe ni sawa na yule mtu ambaye amesikia na ameitikia lakini hajafanya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anachokitaka itikia na ufanye. Amina. Ndicho Mungu anachokitaka kwetu. Kwa nini nakusihi ndugu yangu kwamba tuwe tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu. Midhali tunatamani kwenda mbinguni, na Yesu ameeleza wazi kwamba kumuita Bwana hakutoshi. Kwa maana wanaomuita Bwana Bwana ni watu wengi, ni mamilioni ya watu duniani kote, lakini sio wote watakaoingia mbinguni. Kwamba wale wote wanaomuita Bwana, wale wote wanaomtukuza, wale wote wanaomtajataja, wale wote wanaomsema, si kwamba wote wataingia mbinguni, lakini watakaoingia ni wale ambao wako tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. Kwa wajibu wetu mimi na wewe, endapo na sisi tunahitaji kwenda mbinguni, ninakusihi tuwe tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, yale ambayo Mungu ameyasema kupitia maandiko. Lakini yapo ambayo Mungu atasema na wewe kwa kujifunua, kwa ufunuo, kuwa tayari kutii na kuyafanya mapenzi yake ili uweze kwenda mbinguni. Kwa twende mbinguni kwa namna yoyote, Yesu anathibitisha ni kwa kuyafanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tungekuwa na karama, tumekuwa na mambo mengi ya kufanya, ya kuushangaza ulimwengu na kuupindua ulimwengu, lakini bado kama hatuko tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, Yesu atasema ondokeni kwangu, sikuwajua. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo mkini uwezo ulio nao wa kuwashawishi watu, uwezo ulio nao wa kuimba vizuri, uwezo ulio nao wa kuhubiri na kufundisha vizuri, isije ikawa tumaini lako kwamba kwa sababu nina uwezo huu ni tiketi ya kwenda mbinguni. Hapana. Unaweza ukawa mwimbaji mzuri, unaweza ukawa mhubiri mzuri, lakini ni kwa manufaa yako wewe mwenyewe. Yesu anachokitaka ndani ya hiyo, uwe tayari kuyatenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ndio hayo niliyoyataja, kwamba uzishike amri za Mungu na uepukane na uovu. Lakini uwe mtu wa kuwapenda watu, uwe mtu wa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na uwe mtu wa kuhudumia watumishi wa Mungu pamoja na wale wasiojiweza. Lakini uwe tayari kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu na mambo mengine ambayo Mungu anaweza kukufunulia. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wewe unayetaka kwenda mbinguni, lazima uwe tayari kuyafanya hayo, na wewe unaweza ukawa umetengeneza na umepata tiketi ya kwenda mbinguni na kumuona Bwana, na sasa ukaishi pamoja naye katika masikani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Katika ufalme wa Mungu ambao nimesema ni utawala wa kimungu, yeye Yohana anaona mji mpya na Yerusalemu mpya.
Yerusalemu ya zamani ambayo iko kule Israeli ni nzuri sana, inasifika kwa viwango vizuri, imejengeka vizuri. Lakini Yerusalemu hii inayozungumzwa sio ile ambayo ipo Israeli, ambayo juzi tu nani huyu rais wa Marekani ameifanya, ametangaza kwa nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio hiyo, kwa itashuka nyingine ambayo ni mpya, ambayo imedesigniwa kimungu Mungu. Ukisoma Ufunuo pale utaona namna mji ule ambavyo umepambwa, una mambo mengi ya kufurahisha na ya kupendeza. Lakini sio somo hilo, tunajaribu kueleza tu katika mazingira ya ufalme wa Mungu ambayo yatakuwa ni masikani ya Mungu pamoja na wanadamu, hasa wale ambao walikuwa tayari kuyafanya na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Kwa nikusihi mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu,